makundi ya kijamii, makundi yoyote yale, iwe ni watu wenye ulemavu, wanawake, makundi ya pembezoni, yote kwa ujumla lazima wawe na uwezo wa kujitetea. Sasa inapotokea kwamba jamii kutokana labda na sababu kadhaa au makundi, kwa mfano uelewa mdogo, uwezo mdogo, au changamoto zingine zinazotokana na masuala ya haki za binadamu kama kuzuiwa, kubanwa, vitisho, makundi fulani wanashindwa kujitetea. Sasa nyinyi ndio mnaingia kama watetezi wa haki za binadamu. Kwa mfano mtoto amebakwa, inabidi umtetee. Watu wamenyang'anywa ardhi yao, inabidi usimame kumtetea, kuwatetea. Wanawake wananyanyaswa, inabidi msimame kuwatetea kwa sababu ya hizo sababu nilizosema. Uelewa, wakati mwingine mtu anaweza kawa hajaelewa kwamba hii ni haki, kwa inabidi wewe mtetezi uingie pale kumteteza. Kwa hiyo tunapongeza kazi ambazo mmekuwa mkizifanya za kuwatetea wale ambao uwezo wao wa kutetea haki zao unakuwa ni ndogo kwa sababu mbalimbali. Kwa nyinyi mnakuwa front line. Kwa hiyo duniani kuna, ndio maana sasa Umoja wa Mataifa mwaka 1998 wakaja na azimio ambalo linatambua na kuwalinda watetezi wa haki za binadamu. Kwa hiyo sisi kama mtandao ambao ni wa watetezi, mtandao wa kwenu, mara kadhaa tumekuwa tukikutana kwa lengo la kujengeana uwezo, kukumbushana majukumu kuhusiana na kazi zenu za utetezi. Kwanza tunaendelea kuwakumbusha kwamba kazi za utetezi zinatakiwa ziendelee na ziendelee kuimarika. Na uimarikaji wa kazi hizo za utetezi lazima uangalie mambo mengi, uangalie masuala ya kisheria, uangalie maendeleo, development katika maeneo ya haki za binadamu, hali halisi ya hali ya haki za binadamu katika maeneo mnayofanyia kazi, hali ikoje, inabadilika, inaongezeka au hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Lazima mjue context analysis na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuna namna sasa ya kuripoti. Tumekuwa tukisisitiza sana kwamba sehemu kubwa ya maisha ya mtetezi wa haki za binadamu ni swala la kutoa taarifa ya haki za binadamu katika eneo lako. Ukiona unafanya kazi ya utetezi lakini mwaka wa kwanza unapita, wa pili, wa tatu hujawahi kutoa taarifa yoyote ya eneo unalotetea, maana yake hapo kuna changamoto. Kwa sababu utakuwa wewe unapimaje sasa kwamba hali ya haki za binadamu inaimarika au inabadilika katika eneo hilo la kwako? Kama usipotoa taarifa, kwa mfano ukasema mimi niko Babati ninatetea labda wakulima wadogo, alafu utoi taarifa ya kuonyesha hali ya wakulima wadogo ili kuangalau hata unapokutana na serikali kwa mfano kwa ajili ya maboresho au ushawishi, unaeleza kwamba hali iko hivi, hali ilivyo. Kwa hiyo lazima swala la kutoaji taarifa ni swala la muhimu sana. Maisha ya siku zote ya mtetezi wa haki za binadamu yamejikita katika kutoa taarifa, kufuatilia na kutoa taarifa.